Mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado amevunja ukimya na kutoa kauli nzito kuhusiana na sakata la kutekwa na kudaiwa kuteswa kwa kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari, akilaani kwa nguvu zote kitendo hicho na kutoa wito kwa vyombo vya dola kuchukua hatua za haraka. Katika taarifa iliyotolewa rasmi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, mbunge huyo wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu ameeleza kuwa taarifa za tukio hilo zimemshtua mno na kumtia masikitiko makubwa, huku akisisitiza kuwa vitendo vya aina hivyo havipaswi kupewa nafasi au kuvumiliwa hata kidogo katika jamii inayojiendesha kwa kufuata na kuzingatia misingi ya sheria. Mhusika wa tukio hilo ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari amekuwa mtu maarufu na anayejulikana sana kwenye mitandao ya kijamii kupitia usambazaji wa video na mijadala ya kisiasa, ambapo mara kwa mara amekuwa akijitokeza wazi kutoa maoni na mtazamo wake kuhusu masuala mbalimbali yanayoguza utendaji wa serikali pamoja na shughuli za Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa na kuwekwa wazi kuhusiana na mkondo wa tukio hilo, kada huyo wa Chama cha Mapinduzi Bakari Kazungu alidai kutekwa na watu ambaye walimshambulia kwa ukatili na kumjeruhi vibaya mwilini mwake. Kufuatia tukio hilo, video mbalimbali zinazomwonyesha kada huyo wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari akiwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili wake zilianza kusambaa kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii na kuzua mjadala mzito na mkubwa miongoni mwa wananchi pamoja wale wanaotazama mambo za kisiasa. Mjadala huu uliendelea kushika kasi katika majukwaa mbalimbali ya kidijitali, huku maoni yakitolewa, jambo lililopendekeza kiongozi huyo wa jimbo la Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado kujitokeza na kueleza msimamo wake dhabiti kuhusu kile kinachopaswa kufanyika kufuatia madai hayo mazito ya kuteswa na kujeruhiwa kwa mwananchi huyo. Katika kutoa msisitizo wa kisheria na kiusalama, mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu amebainisha wazi kuwa jeshi la polisi linapaswa kuingilia kati bila kuchelewa na kuchunguza kwa kina mazingira yote yaliyoyazunguka tukio hilo la kutekwa kwa mwanaharakati huyo wa mitandao. Mbunge huyo ameeleza kuwa ni wajibu wa jeshi la polisi kuwawaibisha na kuwabainisha watu wote waliohusika na kupanga na kutekeleza shambulizi hilo na kuhakikisha kuwa wanajibu mashtaka na kuwajibisha kikamilifu kwa mujibu wa sheria endapo itathibitika kuwa wana hatia. Zaidi ya hayo, mbunge huyo wa Tunduru Kaskazini ameweka msisitizo mkubwa juu ya msingi wa usalama wa raia wote nchini, akieleza kuwa usalama wa kila mwananchi unapaswa kulindwa kwa nguvu zote na bila ubaguzi wowote, bila kujali msimamo wa kisiasa wala mtu anayemshughulikia. Mbunge huyo amefafanua kuwa matukio ya aina hii ya utekaji na ukatili yana madhara makubwa kwa nchi, kwani yanaweza kuathiri na kubomoa kabisa imani ya wananchi katika taasisi kuu za usalama pamoja na mfumo mzima wa utawala wa sheria. Wakati mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado akitoa kauli hiyo nzito na msisitizo, tukio hilo la kutekwa na kujeruhiwa kwa kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari limeendelea kuimarika na kuwa mada kuu katika mijadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Watu wa rika mbalimbali na wenye mitazamo tofauti wameendelea kujitokeza kwa wingi wakitaka uchunguzi wa haki na uwazi ufanyike kwa haraka ili ukweli wote wa tukio hilo uweze kujulikana na waliotenda unyama huo wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Uchambuzi wa kina wa swala hili unaonyesha msingi wa kisheria na kijamii uliomsukuma mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado kujitokeza na kutoa msimamo wake wa wazi, kwa sababu kuu za kutokea kwa kauli hii kutoka kwa kiongozi huyo ni kusambaa kwa taarifa, picha na video zilizomuonyesha kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari akiwa na majeraha, hali iliyoonyesha kuwa alifanyiwa vitendo vya kikatili na kushambuliwa baada ya kutekwa na watu wasiojulikana.
Mkusanyiko huu wa ushahidi wa picha na video katika majukwaa ya kisiasa na kijamii uliamsha hisia kali na kuleta hofu kubwa miongoni mwa wananchi, jambo linalofanya kuwa vigumu kwa viongozi wa umma kukaa kimya bila kuzungumzia mshtuko huo wa kijamii. Athari za tukio hili ziko katika ngazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuibua wasiwasi juu ya uhuru wa kutoa maoni na usalama wa raia wanaoshiriki katika mijadala ya kisiasa kupitia mitandao ya kijamii. Kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari alikuwa akijulikana sana kwa kutoa maoni yake waziwazi kuhusu masuala ya serikali na Chama cha Mapinduzi, na kutokea kwa shambulio dhidi yake kunaweza kutafsiriwa na jamii kama tishio kwa wale wote wanaoshiriki katika mijadala ya wazi ya kisiasa. Ndiyo maana mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado ameweka wazi kuwa usalama wa raia unapaswa kuwa kitu cha msingi kinacholindwa kwa kila hali, bila kujali wananchi ama mwananchi huyo ana msimamo gani wa kisiasa au anaitetea upande gani katika mijadala hiyo. Umuhimu wa kauli iliyotolewa na mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado unajidhihirisha katika jukumu la viongozi wa wananchi kutetea haki za binadamu na kusimamia utawala wa sheria. Kwa kiongozi kama mbunge huyo wa Tunduru Kaskazini kujitokeza na kulaani ukatili huo, unasaidia kutoa mwelekeo wa kisheria na kukumbusha jamii na vyombo vya dola kuhusu umuhimu wa kufuata taratibu zote za kisheria badala ya kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mikononi vitawale. Hatua hiyo inalenga pia kuzuia mnyonyoko wa imani ya umma dhidi ya vyombo vinavyohusika na ulinzi na usalama wa raia. Uhusiano wa tukio hili na matukio mengine unajidhihirisha kupitia uangalifu wa mijadala inayojitokea kwenye mitandao ya kijamii. Kada wa Chama cha Mapinduzi Kazungu Bakari amejenga jina na umaarufu wake kupitia video na mijadala ya mitandaoni, ambapo mara kwa mara amekuwa akieleza mitazamo yake juu ya utendaji wa serikali na Chama cha Mapinduzi. Kusambaa kwa video zilizomwonyesha akiwa na majeraha kuliunganisha moja kwa moja shughuli zake za mitandao na mashambulio hiyo, na hivyo kuzua maswali mengi kutoka kwa wananchi waliokuwa wakifuatilia maudhui yake kabla ya tukio hilo la kutekwa. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika sakata hii inabaki kuwa chanzo kikuu cha utatuzi na utulivu. Jeshi la polisi ambalo ndilo chombo kikuu kilichotajwa na mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado lina wajibu wa katiba wa kulinda maisha na mali ya raia wote. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa jeshi la polisi linatakiwa kufanya uchunguzi wa kina na wa haraka ili kuwabaini waliohusika na kufikishwa mahakamani. Hatua za dhati kutoka kwa jeshi la polisi zitakuwa na mchango mkubwa katika kurudisha amani na imani ya wananchi wa taasisi hizo ya ulinzi.